Nawasalimia sana, amani ya Bwana wetu Yesu Kristo pamoja nanyi. Nawakaribisha sana kwa wakati huu tunapoenda kujifunza. Karibu sana, Mungu awabariki nyote mtakao kuwa nami, nyote ambao mtakuwa nami kwa kusikiliza maneno haya. Mungu awabariki. Nawakaribisha mnayezungumza nani, ni Mbabazi Monique. Mnaonifuatilia, karibuni sana. Mungu azidi kuwa nanyi, na yawezekana ukapata swali kwa masomo nitakayoenda kufunza leo. Na wakaribisha, tutaenda kujifunza kwa afya na kiasi, ndio muda wangu wa sasa. Video hii ni ya kwanza ya mwaka wa 2026. Mungu wetu asifiwe, kwa kuwa tayari ametuwezesha kwa kunena. Na wakaribisha na nyinyi, karibu mwe nami. Kwa hiyo unaweza kupata swali. Namba yangu ni +16126111291, na hasa kwa kuhitaji kujua zaidi kumhusu Yesu. Maana padri yangu hii ni kutumbela Yesu, maana yake hatua kwa Yesu. Kwa hiyo ni karibuni sana, tumsogelee Yesu kwa kuwa na afya, kwa maana tukiwa na afya tunafurahia sana, na tukiwa wagonjwa tunamwita Yesu atuponye. Kwa hiyo kwa wakati huu muombe Yesu na ufanye jitihada ili uwe na afya. Mungu akubariki. Kwa hiyo namba yangu narudia tena ni +16126111291, ndio namba yangu. Karibuni sana. Na kwa hiyo kabla ya kuanza, nina wimbo nahitaji tuimbe kwa Kiswahili. Kwa ile nyimbo ambayo ina vitabu vidogo ni 111. 111, hiyo ndio ni nyimbo tunataka tuimbe ya tabibu mkuu, maana tabibu mkuu wa moyo na mwili ni Yesu Kristo. Kwa hiyo karibuni sana. Na kabla ya kuimba, somo letu ni la kuhusu estoma, ugonjwa wa estoma au stomach, ugonjwa wa mfuko wa chakula. Tunaenda kujifunza ugonjwa huo. Hasa sijajua Kiswahili gani nitakayoandika, ila mnaweza mkanisaidia kwenye comment mtakao nifuatia kwenye YouTube au mahali pengine, ili tuweze kufanyaje mnaweza mkanisaidia, maana nimekosa Kiswahili gani nitakachokiita ili nipate ya kuweza kuambia. Ila ni mfuko wa chakula, ninaujua kwa estoma kwa wanaoweza kunifuatilia kwa estoma kwa Kifaransa au stomach kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili sijapata vizuri nitahitaji. Nasikia kama ni mfuko wa chakula unaosaga chakula. Kwa hiyo ndio naweza nikasema, ila mnaweza mkanisaidia Kiswahili kizuri kwenye comment, ili na wengine wakisema wanahitaji kujua ni ugonjwa gani ninaenda kuzungumza waweze kupata zaidi. Leo tumekuwa tukijua stomach au estoma kwa sababu ndivyo tumekuwa tunasikia hizo lugha za kigeni. Kwa hiyo karibuni sana, na wasalimia mara tena, karibuni kwa muda huu. Kabla ya kuanza, acha tuimbe wimbo wa namba 111. Tabibu huyo Yesu mwenye huruma, atuleta faraja. Yesu Mwokozi wetu. Imbeni malaika, sifa za Bwana wetu.
Mwana kondoo, msifuni Mwokozi, hatia zote na dhambi huziondoa Yesu. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Hakuna jina jingine linalofaa sifa au kutufurahisha isipokuwa lake. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Naye atakapokuja na utukufu wake, tutafurahi milele tukae kwake Bwana. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Mungu wetu azidi kupewa sifa, maana wimbo huu ni mzuri. Kwa sasa hivi tabibu mkuu ni Yesu kwa mambo ya mwili, ya kiroho, na isitoshe ametuandalia kuishi naye maisha yasiyokuwa na magonjwa, yasiyokuwa na taabu, yasiyokuwa na dhambi. Mungu wetu asifiwe sana, ni mwema kwetu. Kinachopaswa sasa ni kumsikiza na kumheshimu na kumtii ili tuweze kuishi maisha haya mazuri. Kwa hiyo karibuni sana sasa kwa wakati huu, na wasalimia mara tena na wakumbatia katika jina la Bwana wetu Yesu, azidi kuwabariki. Kwa hiyo kwa wakati huu sasa tunaenda kujifunza somo la ugonjwa wa estoma au ugonjwa wa stomach ache. Huo ndio tunaenda kujifunza, ugonjwa wa mfuko wa chakula unaosaga chakula, mfuko unaosaga chakula, ndio tunaenda kujifunza kwa wakati huu. Sasa stomach ndio tunaenda kujifunza, au estoma. Sasa acha tuangalie. Najua kwamba wengi mnanifuatilia Kifaransa na Kiingereza mnakijua estoma, wengine stomach, hapo kote mtanipata. Kwa hiyo kwa wengine ambao hawaelewi hayo, mwaandikie kwenye comment na mimi nijue, maana sielewi. Mtakuwa mmenisaidia kwa wale wanaojua Kiswahili zaidi. Kwa hiyo kwa wakati huu sasa nataka tujifunze hivyo, na tunataka kujifunza vinavyosababisha ugonjwa huu ni vitu gani, kwa sababu watu wengi wana ugonjwa huu. Ugonjwa huu umewaathiri sana, na wengi hawali vitu vingi kwa sababu ya ugonjwa huu. Kwa hiyo kabla ya kuchelewa, maana tumeshatumia dakika 10, ili tusikawie, acha tuwahi tuangalie vinavyosababisha ugonjwa huu. Ugonjwa huu unasababishwa hasa na kula chakula na maji wakati mmoja, au mambo ya chai kwa wakati mmoja, mambo ya soda, mambo ya pombe, vitu vya maji kwenye wakati mmoja. Hapo ni kujihadhari sana.
Na kinachofuata kingine, chai. Chai cha rangi si kizuri kwa afya na sio kizuri kwa huu ugonjwa pia. Na sukari, hasa ile nyeupe. Kuna watu kazi yao ni kula sukari, iwe ni ile nyeupe ile sio nyeupe, yaani kila siku hawezi akakosa kula sukari. Sukari sio nzuri kwa afya, na kwa ugonjwa huu tayari mnaona si nzuri. Na vivyo hivyo chumvi ambayo haipikwi, chumvi ambayo nawekea kwenye sahani. Watu wengi wamezoea mazoea hayo pia yanaweza kusababisha ugonjwa huu. Ugonjwa kitu kingine, kula, yaani kula bila mpango. Umekula muda huu, baada ya saa moja unakula tena, hiyo inaweza kufanya ugonjwa huo unakukamata. Utakuja kuangalia dawa na kujikinga. Maana yake kujikinga ndio dawa, na kuna dawa zingine rasmi za mtu mwenye ameathirika na ugonjwa huu. Hiyo vinaweza, kuna kitu kingine kinaweza kusababisha ugonjwa huu, mabakteria au minyoo ya tumboni inaweza kutokea ndani ya mwili, inaweza kufanya ugonjwa huu. Niliwahi kuyaumwa hayo. Baada ya saa 2 unakuta una njaa. Nilikuwa nakula baada ya masaa 2. Na kama kweli unaweza kufa. Ugonjwa huo na ni bakteria niliona ilinitia ugonjwa huu. Basi na kuna mambo mengine, utungu wa maisha nini, mtu hapati chakula kwa wakati, mtu anaweza kashinda njaa siku 2-3 sababu ya ukosefu wa chakula kutokana na maisha watu waliomo. Mtu anaweza akawa na machungu, mateso mengi, anafikiria sana. Vile vyote vya kutesana ndani ya ndoa vinaweza vikafanya, au katika familia vinaweza vikafanya watu wanapata ugonjwa huo. Kwa hiyo ni kujihadhari sana. Japo unaweza kuishi na mtu anayekusumbua, jihadhari sana, uvichukulie kawaida, ujue kama mwanadamu ni mwanadamu, hubadilika, anaweza kufanya takayo. Lakini ugonjwa huu ukikukamata, iko shida pia kupona, ila pia iko rahisi kupona. Inaweza ikasumbua, lakini huu ugonjwa nimeona kama nachukua tahadhari, nitakuja kusema vya kujilinda, unaweza pona haraka. Kwa hiyo dawa ya kwanza kwa yule mwenye ameumwa tayari. Kuna wale wameumwa nimetangulia, kuna wale wanaumwa ambao nakuta hawali sombe, hawali maharage, hawali nyama, kuna wengine hawali masamaki, kuna wengine wanakula chakula cha kusaga kwa sababu nywele za stoma zimeshaondoka, hazipo tena. Wapo watu wenye, kama hujafikia hiyo wakati wa kula vile vinasagiwa tu, na kuomba unisikilize kwa makini. Na hata una ndugu au marafiki, watumie video hii, wasikilize kwa makini. Ni kwa malengo ya kusaidiana, si malengo mengine ya mimi kusimama hapa, kwa sababu najua kwamba wengine wana mawazo yao, ila malengo yangu ni watu mtambue, mjihadhari, kwa sababu mwili ukiumwa mnasumbuka. Ndio maana hospitalini hakuna dawa ya huu ugonjwa, haipo. Hata kama watakupa dawa ya kawaida, lakini Mungu alivyoviumba vina dawa yake. Mungu wetu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu asifiwe. Na kwa dawa hii inaweza kukusaidia na kusaidia familia yako na watoto wako ambao hawajauma, kuwalinda sana. Dawa ya kwanza ni viazi mviringo. Viazi mviringo, virai au virai. Virai sasa vile vya kawaida, unasaga kama una kabrenda au kama mashine kakusaga au kakurapa matomati, ukapata kajikaki kwa kirai kimoja asubuhi na jioni, sawa. Na kama unaona unahitaji maji angalau kidogo, unaweza kupika kirai kile kimoja kutokana na mahali ulipo. Kama una mahali ambapo upate kabrenda, unaweza kukisaga ukakiponda, ukachukua tumaji tudogo kama robo ya maji, halafu unapika muda, ikitokota tu unatoa, unakamuana na vile vitu, halafu unapata juice yake, unakunywa asubuhi na jioni. Kama uko mahali ambapo unapata una fridge,
chukua vya siku 3 au siku 4, hesabu virai viwili kwa kila siku, tengeneza na uchukue katika maji madogo uweke. Halafu kama unachukua ya kutoa maji si yasiwe mengi sana, lakini uchukue kikombe ka asubuhi na jioni, weke ukombe wa kuenea kwa kila kirai kamoja kadogo, kale kakombe kadogo, wengine wanasema kasawasawa, kikombe kadogo kenye kako robo ya lita. Uchukue kamoja kali usagane na vikombe vya kuenea siku utakavyochukua, kama siku 6 na kama siku 3 4, alafu tengeneze vingine baada hapo. Maana hata friji si vizuri uchukue vitu vikae muda mrefu mle, unakuta virutubisho vya kukujengea mwili vimeondoka. Kwa hiyo unaweza kuchukua mara 2 kwa siku au mara 3 kutokana na ugonjwa wako umekaa muda gani, ugonjwa wako umekawia kiasi gani. Maana kuna wale waathirika kweli, inabidi mtumie vya kutosha. Unaweza kutumia wiki 2 ukasubiri. Maana mimi ni wako kutumia wiki 1, na ugonjwa wenyewe kuletwa na bakteria, ugonjwa wenyewe ulinikamata sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya, nilichukua tahadhari, nilipona hivyo, sikuchukua dawa yoyote ile. Kwa hiyo unaweza kupona kama una ile mbichi bado ndio imekukamata, tahadhari inatosha. Au unaweza kutumia na vidaili upone haraka. Chukua wiki 2 unavikamata, au wiki 1 unaweza kusikia nafuu, sawa, unaweza kusema acha nisimamishe wiki 1, ili kama umeshakawia chukua tena wiki nyingine kama 1 2 uikamate. Kutokana wiki 1 au wiki 2 natokana hali unajisikia, kwa sababu niliona si lazima uchukue muda mrefu kutokana na hali una huo ugonjwa kiasi gani, muda gani. Kwa hiyo kama jinsi nataka kupona sana, chukua wiki 2 au wiki 3, au na ngoja, maana virai sio vitamu ukivikula vibichi au havina chumvi, haweki chumvi. Unaweza kaweka kasukari kidogo, unaweza kaweka kasari kidogo, ili angalau usikie kama utavikula. Basi chukua hivyo urushe masiku kutokana na jinsi ugonjwa wako umekawia. Ukipenda ukae mwezi mzima unaikamata, sawa, haina shida. Maana vilaini kote vipo, Afrika, nchi za Amerika, za Canada, kote vipo. Hiyo ndio dawa ya kwanza, tena dawa rahisi, dawa ambayo haisumbui. Kwa hiyo kwa una ugonjwa huo ambao una rafiki kuna ugonjwa huo, iko rahisi kupona na niko rahisi kutumia kirai, sio kitu kinasumbua. Alafu cha pili, dawa ya pili unaweza kutumia kwanza hiyo kama unapenda. Dawa ya pili unaweza kusema nitachukua kirai na cabbage, ni sawa, ni shuu ile wanaita shuu cabbage. Unaweza ukachukua cabbage halafu na kirai kimoja, vile asubuhi na jioni uchukua kama 2. Unaweza kuchukua kipande cha shuu kidogo tudogo. Hivi vyote inabidi kuvitumia uweke mwenye maji ya moto, upike maji ya tokoto uweke ndani. Kama unataka kula vibichi, kama unapitisha jikoni, hauna haja na kuvipika na kuviweka kwanza maji ya moto. Ni kwa wale wanavitumia vibichi. Vibichi ndio vizuri zaidi kwa kuponya haraka. Ikiwa uko mahali penye blender, narudia, na wenye ambao wako mahali kwenye blender, chukua maji ya moto weke ndani, dakika 5 utoe. Kama uko mahali ambapo una blender, chukua kirai ukikatika, ukirape au ukitwange na shuri yako uweke kwenye jiko vitokotane, au uweke mwenye maji ya moto vikae kama hata dakika 10. Kama hutaki kuvipika jikoni, vikae kama dakika vikamatane, ndio uvimimine. Sasa ukunywe asubuhi. Wenye ambao hawana fridge tena, jioni tengeneze vingine, ukunywe vingine, kashuka kidogo, kapande kadogo tu kwenye shuu yako, halafu na kirai kimoja. Hivyo asubuhi na jioni uchukue siku hizo nilizosema, sawa. Sitaki kurudilia juu ya muda. Vile nilivyosema ndio nitafanya mara 2 kwa siku au mara 3, vinatokana na jinsi wewe unataka kupona haraka. Mara dawa unavyotumia sana, muda mwingine inaweza kupenya haraka, au naweza ukaitumia polepole, ndio inaenda kuponya pia kwa utaratibu, ndio vizuri.
Dawa ya tatu ni vitu vingi vinaweza vikakujengea mwili kwa kuponya magonjwa mengi tofauti, lakini kwa wakati huu tunazungumza kwa kutibu hiyo ugonjwa wa istoma. Kwa hiyo ni vingi, vyenyewe ni vingi kabisa. Inasemekana kwamba tena wanaturudishia kwenye mashu, kwenye cabbage. Cabbage sasa ile majani ile ya kukomara sana, vile vyenye wanatupatupa vile, kama unavipata tumia vile vipande visita. Chukua shu tu ya kawaida, chukua shu kubwa, vipande vya kawaida, vipande visita. Kama uko mahali ambapo hata kuna tuseme kuna wenye wako nchi ambayo wanavitupatupa vile, tuchukue vile vyenye wametupa vile vyenye vinakomaa lakini bado vina mwili wa green, wanani wa fresh, yani bado viko vizuri, havijakuwa yellow, havijabadilika John, ufanye vile. Kwa hiyo sasa hiyo visita unavyosha vizuri, kama kwa mahali pa blender, na mahali ambapo muda mwingine usivipate vile, tumia tu ile shutu, toa kimoja kimoja pale mpaka visita. Kama uko mahali ambapo hauoni vile vya kukomara, wewe tumia shutu ya kawaida, fanya visita vile vile. Halafu na virai vitatu, karote 4, virai vitatu, karote 4, vitunguu vyekundu 4 robo, vitunguu vyekundu 4 robo. Ikiwa hata unahitaji haujakariri vizuri yenye niko nasema, rudilia video usikilize dawa vizuri. Robo ya vitunguu vyekundu au vitunguu 4 vyenye ambavyo haviko vidogo sana, haviko vikubwa. Time ni unaandika ni TH E na M na E, TH E M E. Hii unaweza kaandika time ni kwa sababu niko nato kwa nyumba, nimesahau kutuleta niwaonyeshe. Tuna tumajani tudogo tudogo na tunakuwa tuna uchungu, ni kama vile sokoni tupo, kutokana mahali ulipo Canada, Amerika, bupo sokoni na Afrika wanabuuzisha, wanakuwa wanabufunga, kuna wanabokata bufupi sana. Ukiuliza timu hata hivyo navyovisema, wanaweza wakakuonyesha jinsi ulivyo. Kwa hiyo hubo unachukua kale kanani, wanakuwa wanabufunga kafungo kamoja, alafu ndiko unasagana na hivi vyote tunasema. Unaviosha vizuri, kama unavipika vibichi weka kwanza mwenye maji ya moto. Sio utakapotaka vitu vibichi kuvikula, weka maji ya moto, alafu uweke ndani vile vitu umeviosha kwanza, alafu uweke ndani, uvitoe mwili kuvisaga. Unaweza kuvitumia kwa chai, time ni nzuri kwa afya, unaweza kuitumia. Halafu na limao au ndimu. Limao ikiwa na maganda, limao 2. Hiyo ni dawa ya tatu. Tunaelewana, unaweza kuitumia dawa ya tatu. Dawa ya 4 sasa, hivyo tunavitwanga, unavikula kwa wakati mmoja. Naona, unavikula kwa wakati mmoja, inasemekana ni mara 3 kwa siku. Unaweza kuvitumia mara 3 kwa siku, maana unakunywa tudogo tudogo, na sio vizuri kuweka maji mengi kwa sababu vitunguu vyekundu vinakuwa vikali. Unaweza kwanza kusaga, kama ni mahali ulipo pa blender, usagane na hivyo, usagane kwanza vitunguu na ndimu, pate maji, alafu ongeze maji kidogo kama nusu lita au robo nusu. Halafu unachanganya ili visiwe vikali sana, halafu na mimina unakunywa. Hivi sasa ni vya mingi, unaweza kujenga mwili zaidi, lakini vya mingi. Mimi nitumia virai tu, shu sijaitumia na virai, lakini virai peke yake vinaweza vikakuponya ugonjwa. Lakini na shu ni nzuri. Shu na virai sio vitu vingi. Hivi navyo sasa naweza kuvitumia mara 3 kwa siku au mara 2 kwa siku. Halafu na vitumia vile vile ikiwa ni wiki 2, 3, mwezi mfululizo bila kusimamisha. Nina matumaini kama na wagonjwa ambao wameshasumbua, manake hivi ni kumtu labda ameshasumbuka muda mrefu, ana ugonjwa huu wa muda mrefu. Maana kuna wengine hata wanatapika damu, kuna wengine hawali, kila chakula chote kile kinawasumbua. Kwa hiyo unaweza kutumia dawa hii ikiwa unapenda, au unatumia vile vingine ni sawa,
wewe unaenda unapima zote. Ukiona kwamba hii ya kwanza umetumia haujapona vizuri, tumia dawa nyingine. Ni dawa aina 3, tunaenda kwa aina ya 4. Na matumaini mmenielewa. Hamjanielewa mtauliza swali mwenye comment, kwa wale watakaonifuatilia. Mtauliza swali mwenye comment au mtauliza swali kwa wenye watapata ujumbe wote ule. Nimepana namba yangu. Na kwa wale ambao wanaweza wakasikia kwa sauti tu, wanaweza wakanitafuta pia. Dawa ya 4. Dawa ya 4 ni maziwa ya soya. Maziwa ya soya nusu lita mara 2 kwa siku. Kuna bukopo za maji bure bwenye tunanunua maji yako tayari, inaandikwa 500 ml, 500 ml. Ile ni nusu lita. Unaweza kuitumia sana maziwa ya soya kama umeyatengeneza. Niko na video ya maziwa ya soya japo haiko mkiswahili, ila unaweza ukaangalia jinsi ninavyoyatengeneza na ukayatengeneza. Uko pamoja? Na ikiwa pia pale utaona video ile unaongea Kiswahili, unahitaji maswali, niulize mwenye comment, nitakujibu. Ili ujitafutie maziwa ya soya ukiwa Burundi, ukiwa Kongo, ukiwa mahali popote pale, kwa Amerika, kwa Canada, wote ulipo duniani unaweza kauliza kwa nitakuandikia mwenye comment nikwambie utatumiaje kutokana na mahali ulipo na uwezo ulionao. Kwa maziwa ya soya pia ni mazuri, nasema kwamba uyatumie wiki 3. Wiki 3 bila kuchelewa. Inaweza kusaidia kufuma vizuri soma yako. Kwa hata kwenye ambao ni wazima hawana huu ugonjwa, itumie maziwa ya soya, ni mazuri kwa afya, kwa mifupa na kadhalika, na kwa vitamini tofauti na kwa proteini yanasaidia. Kingine ni ngano. Ngano zenye zimeota. Ngano zipo sokoni zenye ambazo hazijakobolewa. Nunua ngano, halafu tumia vijiko 3 asubuhi, mchana, jioni. Na vyenyewe wiki 3. Wiki 3 bila kuchelewa. Ngano zenye hii na yenyewe nishaitumia ngano kwa ugonjwa wa stomach. Nilishaitumia, kwa hiyo zikiwa zimeota unazitafuna, ni sawa tu. Siko tamu, sio mbaya. hazina uchungu. Sawa sawa. Hapo tumemaliza dawa ya aina 4. Maana unachagua ni ipi iliyo rahisi kwako uitumie, halafu ujitibu. Kwa hiyo tahadhari ni ipi? Kujilinda sasa, ili wewe hujaumwa ugonjwa huu usiumwe, wewe ambao umeumwa ugonjwa huu upone, wewe ambaye unatumia dawa usirudie kutenda haya, ili ugonjwa usirudie tena. Na vivyo hivyo mimi hii dawa ninaenda kusema ni ya kujilinda, kwa sababu ndio nilianza mimi, iliniponya. Sikutumia dawa katika dawa nimesema. Dawa ya ugonjwa wa bakteria ulinikamata kwa soma iliyotokana na bakteria, ndio niliyoitumia kwa dawa hii. Lakini ugonjwa hii ya kawaida ya kula vibaya na kunywa vibaya nilitumia hii tahadhari. Tahadhari ni ipi sasa? Naona muda wetu unaenda. Tahadhari ni ipi sasa? Ni kujua kwamba ni marufuku kunywa maji na kula wakati mmoja. Hiyo ni ya kwanza. Hiyo uelewa. Maji, machai, inawezekana muda mwingine unajihisi kiu, haujakunywa maji na njaa, kunywa tudogo na penye ikiwezekana tuwe tunachemshwa basi. Tusiwe mambo ya moto ya baridi sana, kwa sababu angalia kila wakati unapoenda kujisaidia choo ndogo unatoa moto, yanatoka yako moto. Maana mwili wetu tukiupatia vitu vya baridi inavichemsha. Maana yake baridi ndani ya tumbo zetu haipo. Mwili wetu umejengwa kwa moto. Ndio maana vitu vyote vinatoka ni moto. Kama umeshaona hiyo sawa, tukutane comment. Lakini sasa cha pili, unatakiwa unywe maji mbele ya chakula. Maana yake ukiamka, hakikisha kabla chochote kile kunywa maji.
Watu wengi anaweza kashinda siku hanywi maji, alafu akiwa na juisi ndiye anachukua na kunywa. Juisi sio maji, na hitobadilika kuwa maji au chai. Maana kitu chote kikiingia ndani ya kingine hakitokuwa maji, lakini maji ni yale meupe kabisa. Ndio maana ukienda kujisaidia, hakikisha unaangalia maji yako, choo yako ndogo ni joni au ni nyeupe. Kama huna maji ya kutosha mwili, unapoenda chooni unatoa joni, maji ya yellow, yani joni. Sasa hiyo sio nzuri, ni hatari, maanake mwili, ndani ya mwili hamna maji. Ndio maana vizuri asubuhi, kwa sababu stomach yako iko hapa, inabidi sasa ukunywe maji, uioshe. Ni kama sahani, huwezi ukakulia sahani uikulie mara tena haujaiosha. Sasa hiyo kama ni sahani, inatakiwa uioshe kwanza stomach yako. Ile maji inapoanza kutoka, inatoka jone, sio jone sana. Ukinywa lita moja, inabidi lita yote kwa pamoja mkupuo imalize. Na penyewe sio ile ya kuweka kwenye mdomo kuna maliza pale. Maji na kunywa polepole. Kama ndio mara yako ya kwanza hujawahi kufanya hivi, tumia maji ambayo si ya baridi na si ya moto, mambo ya vuguvugu, maji ya vuguvugu, alafu ukunywe polepole kwa dakika 20, 10. Muda mwingine unaweza kawa kazini unahitaji kunywa maji, lakini msio mnachukua maji na chakula wakati mmoja. Lazima ujiprograme, lazima ujiweke mwenyewe kwa wakati wa kusema nataka kula vizuri, kunywa vizuri. Sio kula na kunywa kwa pamoja, ile ni makosa, marufuku kabisa. Kwa hiyo ukishakunywa ile maji sasa, unasubiri dakika 30. Kuanzia hapo unamaliza. Maji yanaanza kutoka, unaenda chooni, dakika 30 zikisha unakula. Ukila hautakuwa na kiu. Wengi sasa meza zao zimekuwa na chakula na maji, kwa sababu gani? Hawanywi maji kabla, hawajajua hii siri. Kwa hiyo siri hii nimewaambia, kwa anayejua Mungu asifiwe, kwa ambao hawajui napo Mungu asifiwe. Mmejua, msipuuze mambo haya, maana afya yenu mnaiweka hatarini bila kuwa na maji. Kama una kilo 50 kupanda, unakaa ndani ya nyumba, haufanyi kazi, tumia lita 2. Kama ni mtu unafanya kazi ya nguvu, gym na kadhalika, tumia lita 3. Kwa hiyo lita 3 tunaligawa kwa muda 3. Tunaenda sasa kitu cha 3. Baada ya kula sasa, unasubiri saa 3 ili unywe maji mengine. Marufuku kabla ya hapo kula kitu kingine au kuchukua chochote kile uweke mdomoni. Unasubiri hadi saa 3 ndo ukunywe maji. Sababu maji ukiyakunywa muda, ukiwa unajiprograme muda, ukiwa unajipanga kunywa maji kwa wakati, inakusaidia na kichwa kutokuuma kila mara. Unaweza hata ukaumwa muda mwingine hata kichwa kisitokee kabisa. Naona mimi nakumbuka nimeumwa kichwa sana na malaria kipindi mwaka 2011. Ndipo nakumbuka niliumwa sana kichwa. Natokea hapa, hata kama nilikuwa naumwa malaria, nilikuwa sisikii kichwa. Ilikuwa tu naumwa vingine, moto na kadhalika. Lakini kwa sababu nimeshajizoeza kunywa maji sana, muda wa kula sina kiu, kwa sababu maji mwilini tayari yapo. Kwa hiyo vitu tunavyooga nje, tunatakiwa na ndani tuoshe. Tunatakiwa ndani tuoshe viungo vyetu, mafigo, mgongo na kadhalika, tumboni pawe safi, natakiwa tunywe maji. Kwa hiyo maji haya unayakunywa baada ya masaa 3. Hapo baada ya masaa 3 unasubiri masaa 2 tena ili ukule chakula. Tunaangalia cha 4 sasa. Cha 4 ni baada ya kunywa ile maji sasa. Tunaweza kufanya kula mara 3, mara 4. Hakikisha kama unakula mara 3, chakula kingine na kingine kiishi masaa 3. Lakini kwa sababu tuna mchana mfupi, wengi tunakula mara 2 kwa sababu ya kujilinda kula hivyo. Sasa masaa 5 au 6 yakishaisha, ndipo ukule chakula kingine. Baada ya chakula tena hesabu tena dakika masaa 3 tena ndo unywe maji mengine. Hakikisha kwa siku lita 2 unaigawana, sio kuikunywa mkupuo. Maji pia yanatakiwa na kiasi. Asubuhi unaamkia kwa maji, unasubiri tena muda mwingine chakula cha jioni unakunywa maji ili usisikie kiu.
Na ukishazoea hivyo mwili wako utapenda maji, utafurahia maji. Majuisi muda mwingine atakosa nafasi kwa sababu hivyo vina sukari nyingi, havihitajiki mwilini sana. Inatakiwa uvikule kama mara moja kwa mwezi, mara 2, lakini watu wamekuwa ndio mazoea, ndivyo vinywaji vyao. Sio vizuri pia kwa sababu mna sukari ndani, unaweza ukaumwa ugonjwa. Tumesikia sukari sio nzuri, ambayo tutasema kwamba uitumie kama kinywaji chako cha kila siku. Naamini mmenielewa. Na kitu kingine cha kujilinda, na ukijilinda, hivi vyote hivi ni dawa pia. Unaweza kuvitumia kama dawa kabla hujatumia virai, hamna shida. Lakini hata kama unatumia dawa hivi na hivi vya kujilinda, rudilia mara tena video hii, urudie mara tena. Vitu vingine vya kujilinda sasa ni kula. Unakula hivi, umemaliza kula, kunaisha saa 1, unamaliza kula, unasababisha mfuko wa chakula unachoka. Ndipo pale watu wanauma ugonjwa wa stomach, kwa sababu ugonjwa wa stomach kawaida unataka upokee chakula kingine baada ya masaa 6, masaa 5. Hapo ni kwa wale ambao wamejifunza kabisa kiganga cha kutosha. Kwa hiyo na wewe jua hayo. Ndio maana kula umetoka kujashiba, unafika kwa mtu, bwana asugusa hata kidogo kwa chakula. No. Kama umeweza kula kwako, umeenda kwa mtu mwingine unakuta yuko anakula, hauna haja ukule. Acha watu wachukie, lakini waambie kwamba mimi nimeshamaliza kula, ni baada ya masaa. Uwe na discipline kwa kula. Ujiwekee wewe mwenyewe adabu ya kula. Sio unakula. Kama unamaliza kula hujashiba kwako, na kutokana na mahali ulipo au umekula kidogo umesikia njaa, sawa, kula. Kama umesikia njaa hamna shida, kwa sababu chakula tayari kimeshaisha tumboni. Lakini mara nyingi watu tunakula chakula bado kinajaa tumboni. Na kwa hiyo sasa kula mahindi kwa kuchomwa, kama unakula muhindi, subiri ule muda wa kula, maliza kula ndio ukule muhindi. Hapo wewe chakula kingine unataka kula mandazi, kama unamaliza kula chakula ndipo ukule hapo juu nini. Yaani ukule vitu vya hivyo vidogo vidogo, na penyewe kama mandazi yasiwe ya kila mara. Muda mmoja, sio eti kila wakati. Bumbombo nini, ubisuguti, nakuta mtu anaenda na kula kila mara mikate. Hadi mtu hana break kumdomo. Hiyo ni hatari kwa ugonjwa. Na ni hatari kwa kupona kama unahitaji kupona. Kwa sababu unauchosha. Kwa hiyo Mungu awabariki. Na Mungu awajalie. Ni haya nilikuwa nataka nizungumze nanyi. Nina matumaini mmenielewa. Na nina matumaini mnaenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo pale utakapofanyia kazi ukapata matibabu, njoo niambie. Na mimi nifurahi na wewe, tumshukuru Mungu kwa pamoja. Sema kweli dawa uliyoitoa ni ya kweli. Kwa sababu naona nikatoa dawa isiwe ya kweli. Na muda mwingine unaweza kutumia dawa, ndio maana tumetoa dawa tofauti. Unaweza kutumia dawa kwako ikakataa, ukatumia nyingine ikakubali. Ila na matumaini bila hii, isipokuwa tu kwa hali ya harufu yake muda mwingine unaweza kusumbua watu, lakini nimesema angalau hika asali kadogo. Lakini kikubwa ni kutimba ukunywe hivyo hivyo. Kwa hiyo Mungu awabariki na wapenda. Ni haya nilikuwa nataka nizungumze nanyi. Kwa wale watakao nifuatilia mitandao tofauti, mtakaopata video hii, Mungu awabariki na wapenda. Ni haya nilikuwa nataka nijifunze nanyi, na matumaini pale mtakapopata swali kwa haya mtaniuliza, au mtakapokuwa mna magonjwa mengine niandikie mwenye comment ambao mnahitaji siku nyingine tuuzungumzie. Haina shida, nitatafuta wa kunisaidia, maana mimi sio mganga, ila kwa yale nayatambua na yale ambayo naongea na waganga ni mengi, nitazidi kuwapasha habari. Hamna shida. Kwa hiyo Mungu awabariki. Acha tumalizie kwa ombi. Asante Jehova kwa kuwa ni mwema. Tunakushukuru, tunakusante. Umekuwa mwema kwetu, jina lako lisifiwe. Wakati huu tunaomba tusamehe tunapokosea katika njia tofauti na ambayo tumejifunza kwa afya zetu. Naomba tuponye kimwili na kiroho. Tupate afya Baba, tutakumfanya vyema. Naomba uangalie wagonjwa wote mbalimbali. Kuna wengi wanasumbuka pia na ugonjwa huu. Nina matumaini utaenda kuwaponya kwa kutumia dawa za asili ulizoziomba, ili jina lako lizidi kusifiwa Baba. Naomba pamoja nao wagangi wapenye afya, tutakumfanya vyema.
Baba, naomba uzidi kutufunza na kuwa tahadhari kwa afya zetu. Naombea amani ya nchi dunia nzima, penye vita vikome Baba. Angalia wenye wanasumbuka na vita, naomba waangalie Baba dunia nzima, kote ambao wanasumbuka waangalie. Angalia Baba amani ya ndoa zetu, linda amani ya ndoa za siku hizi, siku hatarini sana. Naomba tupe kupendana, kujaliana, kupendana, kutendania hiyo mema, tutakufanya vyema. Naomba tukujue zaidi mwaka huu, tuzidi kuwa na wewe. Tunakushukuru na tunakusante kwa wakati huu. Wewe pamoja nasi na kuamini. Amen. Mungu awabariki na wapendeni. Tutazidi kuonana siku nyingine. Asante sana. Mlikuwa mnazungumza na ni Mbabazi Monique, anayetumia Padri Agutumbera Yesu ministry kwenye YouTube, na unaweza kutupata kwenye mitandao mengine. Gutumbera Yesu TikTok nipo, karibuni, na vivyo hivyo niko kwenye Instagram, karibuni, na Mungu awabariki. Instagram ni Huruma Monique. Mbarikiwe sana na wapendeni. Bye bye.